chochote ambacho unakisikia kwa muda mrefu na ukitazama kwa muda mrefu, hicho ndicho unachoamini. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia tena neno la Mungu. Sasa imani ambayo inazungumziwa hapa ni specifically imani kumhusu Mungu. Kuna watu wanaishi maisha ya wasiwasi. Hawakutokea tu from nowhere wakawa na wasiwasi, hapana. Ilitokea hivi. Walisikia ama waliona kwa macho yao ya mwili taarifa nyingi zenye kuleta taharuki. Hii taharuki iliyojengeka mioyoni mwao ikawafanya wao kuwa na wasiwasi. Na Mungu ni neno. Kwa hiyo ninapokuwa nikifanya reference kwenye maandiko, it means na mfunuo Mungu bila hivyo. Maandiko yanatufundisha kwamba tunapokuwa tunasikia na kusikia neno la Mungu, hapo ndipo tunakuwa na imani kwa Mungu. Kinyume chake ni kwamba tunapokuwa tukisikia na kusikia taarifa mbaya, hiyo taarifa mbaya itaumba kitu ndani yetu, na mara kwa mara hicho kitu ni hofu na uoga na wasiwasi.